Jukwaa la vijana, kama nilivyotangulia kueleza awali, Vijana Platform ni mfumo mpana wa ushiriki wa vijana ambao unalenga kwanza kuwafikia vijana wengi zaidi katika makundi mbalimbali. La pili, kusikiliza maoni yao, changamoto na mapendekezo yao pia. Na tatu, kuwapa taarifa za fursa na huduma kama ambavyo tutafanya hivi leo. Lakini ya nne ni kuwaunganisha na serikali na wadau wa maendeleo. Kwa upande mwingine, Baraza la Vijana ni chombo rasmi cha uwakilishi ambacho serikali ilikiridhia kwa kupitisha sheria namba 2 ya 411 ambayo ilikuwa inalenga kuanzisha chombo cha uwakilishi cha vijana ambacho kitakuwa kinatoka ngazi ya kata, wilaya, mkoa hadi taifa. Chombo hiki kiko katika hatua za utekelezaji, ambacho ni chombo cha uwakilishi tofauti na Vijana Platform ambao mtu yeyote anaweza kuhudhuria. Ambacho chombo hiki ambacho ni baraza, majukumu yake itakuwa ni kuwakilisha maslahi ya vijana katika ngazi za maamuzi, lakini kuratibu shughuli za mashirika na makundi ya vijana, kutoa ushauri wa serikali kuhusiana na masuala ya vijana, lakini pia kusimamia ajenda za maendeleo ya vijana kwa mtazamo wa kitaasisi. Kwa maneno mafupi, jukwaa la vijana linahusu ushiriki mpana na mawasiliano ya moja kwa moja na vijana wengi bila kujali itikadi zao za kisiasa, dini, ukabila, maeneo yatokayo, rangi au hali walionayo. Lakini kwa upande wa baraza la vijana litakapoundwa, linahusu uwakilishi rasmi na uratibu wa masuala ya vijana katika ngazi ya kitaasisi kwa mujibu wa sheria ambayo tayari ilitungwa ya Baraza la Vijana la Taifa. Vyombo hivi viwili havishindani bali vinakamilishana, na hakuna kimoja kinachoweza kuchukua nafasi ya mwenzake.